Baba zetu walikuwa wana aina fulani ya ibada walizokuwa wakizifanya, na pengine mpaka leo bado kuna familia zetu wanafanya. Wakifiwa wengine wana mavazi wanavaa kuonesha wamefiwa. Kuna wengine wanafunga uzi mweupe kwenye mikono yao kuonesha wana msiba. Kuna vialama tu. Hapo mahali unaishi leo pia kuna miungu ya kigeni ambayo pia wenyeji wa mahali unaishi walikuwa wakiabudu na pengine wanaendelea kuabudu. Na bila kujua unaitumikia, unaishi. Lakini yote ni chukizo mbele za Mungu. Kuwa mlevi wa kuangalia vipindi vya kwenye TV au kwenye internet, kwenye simu isivyo kawaida, tayari hiyo pia ni ibada. Aina ya mavazi ambayo watoto wanavaa bila kujua ni ibada. Sare za wanamichezo ni ibada. Mimi naongea na wewe nilikuwa ni msanii, kwa hiyo najua ninachokisema. Kila alama unaona kwenye nguo, hata kama ni katiki kadogo, kana ujumbe, kanaishi, yani ina nguvu ndani yake. Inaweza ikabeba pia tabia ambayo hukuwa nayo, baadaye unaanza kuwa nayo. Hata kama ameweka ka urembo kidogo, urembo wote, unakisho aina yote, kuna kitu kinafanyika. Kwa hiyo ukiweza nunua nguo yako ya plain kabisa, haina alama yote, wacha watu wakuone kama ni mshamba.